Karibu sana katika kampuni hii ya Gram Africa pamoja na Mzuri Africa. Hii ni kampuni inayojihusisha na kilimo hifadhi. Tunazo mbolea za vimiminika ambazo tunaagiza kutoka Poland, na mbolea hizi zinatumika kwa mimea yote ambayo inazalishwa hapa nchini. Mazao kuanzia bustani mpaka miti ya matunda inatumia mbolea hizi. Mbolea hizi zimetengenezwa kibiolojia, ni rafiki wa mazingira, lakini pia ni rafiki kwa mlaji. Hazina madhara ya aina yote kwa mlaji na mtumiaji wa hizi mbolea akiwa anazipiga kule shambani. Mbolea hizi zimegawanyika katika makundi manne. Kundi la kwanza ni mbolea ambazo zina viinilishe zaidi ya kimoja. Kundi la pili ni mbolea ambazo zina viinilishe zaidi ya kimoja, lakini pia zinatusaidia katika swala zima la kurekebisha pH ya maji ili ziweze kufanya kazi vizuri kule shambani. Na kundi la tatu ni kundi la mbolea ambazo zina aina moja kiinilishe maalum kwa ajili ya hitaji la mmea kwa wakati husika. Lakini kundi la mwisho ni kundi la 4 ambalo ni mbolea ambazo huwa zinafanya zinatoa viinilishe kwenye mmea, lakini pia zinatusaidia katika kutibu baadhi ya magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua mimea. Sasa mbolea ambayo ni muhimu sana ni mbolea ambayo tunasema inabadilisha pH ya maji. Tunafahamu kabisa kwamba hizi mbolea, lakini pamoja na viuatilifu ambavyo tunaenda kutumia kuua wadudu, huwa tunakoroga kwenye maji. Na maji kama yanakuwa pH yake iko juu, maana yake ni kwamba uwezekano wa vile virutubisho au zile sumu kutoka kwenda kufanya kazi yake unaweza ukawa mgumu, kwa sababu vitazuiwa. Kwa maana hiyo, maji yote ambayo tunayatumia lazima tuyabadilishe au tuyarekebishe pH yake. Mbolea hii ndio inayofanya kazi hiyo. Hii mbolea inafanya kazi 3 kwa wakati mmoja. Kazi ya kwanza ni kuulisha mmea. Ina nitrogen na phosphorus, 15% phosphorus, nitrogen 3%. Kazi ya pili inausaidia mmea kupambana na msongo. Pale ambapo hali ya hewa ni extreme, joto kali, jua kali, lakini baridi ni kali, mmea unashindwa kufanya kazi yake ya kujitengenezea chakula na shughuli nyingine za kimwili, mbolea hii inasaidia katika hali hiyo. Lakini kazi ya tatu ndio hii ambayo nimezungumzia, ya kurekebisha maji. Maji unayoyaona mbele yako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni maji ambayo tayari yameshaanza kufanyiwa marekebisho. Kwa kawaida ukiangalia kwenye mbolea hii kuna hiyo chati mnaiona, hiyo inatuambia, upande wangu wa kushoto inaonyesha njano iliyokolea. Manake ukipata maji ambayo yana rangi hiyo, hayo maji hayatakuwa rafiki kwa kazi ambayo unatarajia kuifanya. Lakini inayofuata inakuwa ni orange, na yenyewe pH yake bado itakuwa ni juu. Rangi ya mwisho hiyo ambayo inaonekana ni zambarau ndio rangi sahihi ya maji ambayo tunaweza kuyatumia. Maji haya ni maji ya Morowasa. Nimechukua cc moja humu, nimeweka kwenye haya maji ya lita 1, nimepata rangi hii. Nini tafsiri yake? Haya maji ukienda kuyatumia hayana shida, yanaweza akakupa matokeo sahihi. Maji haya ni maji ya hapa ambayo yanatoka kwenye kisima pale. Nimechukua cc moja katika lita 1 ya maji nikaweka, nikapata rangi hii hapa. Manake haya yananionyesha kwamba pH yake iko juu zaidi ya 7. Lakini nikachukua cc ya pili kwenye maji haya ambayo ni replicate, ni haya hapa, nikaongeza nikapata rangi hii hapa. Bado inanionyesha kwamba haya maji pH yake iko juu. Kwa hiyo nikienda kuyatumia nina hatihati ya kutopata yale matokeo niliyoyategemea. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya ni nini? Niendelee kuongeza hapa cc moja mpaka nije nipate rangi hii. Nataka kuelekeza nini? Kwamba mkulima atakapokuwa amefanya hivyo, atajua katika lita 1 ametumia cc ngapi kubadilisha hayo maji. Na hivyo sasa, wakulima wetu wanatumia hizi solo za lita 15, 18 na 20. Kwa hiyo itamsaidia kujua kwamba sasa solo yangu ya lita 20 naweka hii mbolea cc ngapi, ili niweze kuhakikisha kwamba inaenda kunifanyia kazi vizuri. Kama ni cc 3, manake kwenye hii mbolea atakwenda kuweka ataenda kuweka cc 60, atakuwa amefanya vizuri kuyarekebisha hayo maji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kifupi
niweze kusema nimeishia hapo, lakini pia tuna mashine ya mzuri ile pale. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hii mashine inaitwa Mzuri Pro Till 3T. Manake ni mashine yenye upana wa mita 3. Hiyo Till 3T inatuelekeza kwamba mashine yetu hii ina upana wa mita 3. Mashine hii inafanya kazi tatu kwa wakati mmoja. Na hii mashine inalima kilimo hifadhi. Haifanyi kukatua udongo chini juu. Hii inapita kwa strip. Kwa hiyo tuna uhakika wa kuhifadhi ardhi yetu. Hatuwezi kusababisha mmomonyoko wa ardhi, lakini vile vile tutakuwa katika nafasi ya kutunza udongo wetu, kwa kuwa masalia na mabaki yote ya mimea yatakuwa yanaendelea kubaki shambani. Mashine hii ikifanya kazi kwa saa moja, hii ya mita 3, kwa saa moja itakuwa imefanya kazi ya kulima, kuweka mbolea chini na kuweka mbegu chini. Kwa muda wa saa moja ni eka 7.5. Tunayo mashine hii ya mita 3, ipo ya mita 4 na ya mita 6. Mashine ya mita 4 inafanya kazi kwa saa moja eka 9. Ile ya mita 6 ni eka 15 kwa saa moja. Kama unavyoiona hapa, hili ni hopa. Huu mtungi una maeneo mawili, pande mbili. Upande wa kushoto kwangu ni upande wa kuweka mbolea na upande wa kulia kwangu ni upande wa kuweka mbegu. Kwa hiyo wakati inafanya kazi, hizi zote zitakuwa zinatoka kwa pamoja, lakini kwa maelekezo, kwa sababu lazima tutakuwa tunajua shamba letu linahitaji mbegu kiasi gani kwenye eka moja kwa nafasi za kiasi gani, lakini pia shamba litakuwa linahitaji mbolea kiasi gani kwa eka moja. Tukishajua hiyo, tuna kompyuta yetu pale, tunakwenda kutengeneza hesabu za namna hii. Mashine hii inauzwa shilingi milioni 500, bei ya VX1 bila trekta. Bila trekta. Trekta inategemea ni kampuni gani, zinatofautiana bei. Cha msingi uwe na trekta ambayo ina horsepower 150. Hii hapa ni shilingi milioni 140. Class CC 150. Hii 500 na hiyo 260, kama dola 300. Kitu kama hicho. Dola unaweza ukapata hii kitu kama hii. Ni mashine ambayo inafanya kazi kubwa. Inamlenga mkulima mkubwa. Ndio inamlenga, lakini tunategemea wakulima hata wadogo wafike huko kwa kujikusanya kwa pamoja. Wakiwa pamoja katika maeneo yao yanayofikia, na wapo kwa sababu tumeenda kule na Berera, wakulima 6 wamejiunga wapata eka 600 tukawafanyia kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Karibu sana.